historia baada ya kuacha ajira serikalini, familia ilinitenga. Walisi labda waliingia kwenye imani za kishirikina kwamba labda nimerogwa, nimefanywa nini. Lakini sasa hivi nikikwambia kikao cha familia hakiwezi kufanyika bila mimi. Na ukiangalia katika familia yetu tuko watoto 17 na mimi ndo mtoto wa mwisho, lakini mimi ndo mwenye hela kuzidi familia yote. Huyo ni kijana Christopher Magesa, umri miaka 35, ambaye yeye aliacha kazi yenye ujira wa 340,000 na kuamua kujiajiri kupitia kuku. Na safari hii haikuwa bure, alijiona na kitu ndani yake cha kuweza kuajiri watu wengi zaidi, na akaanza safari yake taratibu kwa ufugaji mdogo mdogo mpaka pale alipopata kuwa mshindi katika moja ya mashindano ya wajasiriamali, ambaye yeye alionekana ni mbunifu katika ufugaji. Kwa hiyo sasa baada ya kutokea mashindano hayo nilipewa kitita fulani cha pesa ambacho kiliniwezesha sasa kuongeza. Kama ngapi ilikuwa? Ilikuwa 50 na kuendelea. Yes. Ndio, yeah. Na sasa hivi tunachozungumza ni historia nyingine, ambapo sasa hivi amepata moja kati ya miradi mikubwa ya bomba la mafuta la kuweza kusupply kuku zaidi ya 21,000. Nimeingia nao mkataba wa kusupply vifaranga vya kuku wa kienyeji wa wiki 6. Sasa ukienda kuangalia, hii ni fursa kwa vijana ambayo ipo, lakini vijana hawaioni. Kwa hiyo tenda hiyo ni kuku wengi sana, zaidi ya kuku 21,000. Kazi ambayo sasa hivi anasema hawezi kuifanya peke yake. Kila akimgusa kijana anasema mimi siko tayari. Kwa hiyo nilianzisha, lakini wakati nafanya shughuli hizo nilitafuta ubunifu fulani wa kuona sasa kuku wetu wa asili wanapotea. Hebu nione namna ya kurudisha wale kuku wetu wa asili, kwa sababu kuku wa kigeni walishika kasi sana. Yes, kwa hiyo ukienda kwenye hoteli unapata oda za hoteli, lakini wakikupa idadi ya kuku kusupply pale wanakuambia tutaki chotara. Kwa hiyo sasa kuna fursa sasa ya kutengeneza kuku wetu wa asili. Kwa hiyo nilienda Tabora, nikaenda Babati, nikakusanya wale kuku wa asili, nikaja nikachukua na kuku kuchi wale wa asili pia wa Tabora, nikawapandisha, nikapata mbegu fulani ya kuku. Wale sasa sikuwauza, niliendelea kuwazalisha ili wao wengi. Na mpaka sasa shambani na kuku 3,000 ambao ninatoa vifaranga 2,000 kwa siku kwa kila wiki. Na kutokea kupata mradi huo nimefanya na miradi mingi sana ambayo wakihitaji vifaranga. Nimefanya na World Vision, nimefanya na Crested, na sasa hivi tunavyoongea ninafanya mradi na Eco Mkojera Project ambao wanasambaza bomba la mafuta, ambao sasa nimeingia nao mkataba wa kusupply vifaranga vya kuku wa kienyeji wa wiki 6. Sasa ukienda kuangalia, hii ni fursa kwa vijana ambayo ipo, lakini vijana hawaioni. Kwa hiyo tenda hiyo ni kuku wengi sana, zaidi ya kuku 21,000 ambayo kwangu mimi peke yangu sitaweza, lakini kila unemtafuta sasa kwamba tuongeze nguvu ili tuweze kukidhi soko hilo, unashindwa. Ungana nami katika kisa hiki muhimu ambacho kitawafanya vijana wengi waone kwamba mambo yanawezekana. Brother, mambo ni aje? Mambo safi. Bana, ukaacha ajira kwenda kwenye ufugaji? Yes. Yes. Sio mchezo? Kwa kweli sio mchezo. Ni maamuzi magumu ambayo niliyafanya, ila sasa hivi nayafurahia. Okay, ilikuwa ni mwaka gani? 2014. Okay. Yes. Na nini kilitokea sasa ukaona uachane na masuala ya kuajiriwa na uwe mfugaji? Of course historia yangu ya kuacha ajira na kuingia katika ufugaji, nilifanya usaili mara 2. Nilifanya private na nikafanya na serikali. Na ya serikali ilipoanza kutoka, mshahara wake ulikuwa 347 take home, lakini ile private nilikuwa napata 500 take home. Kwa hiyo sasa wakati nikifanya zile project niliacha ajira ya serikali nikaingia kujiajiri sasa. Nikaanza na hiyo ya private, nikafanya ndani ya miezi 5. Ndani ya miezi 5 niliona mbona watu wamefanikiwa na wafundisha wamefanikiwa. Nikaamua kuacha tena. Nikaamua sasa kuendeleza nilichokuwa nikiwafundisha watu. Kwa hiyo nilianza 2014. Kwa hiyo ulijiajiri kupitia kile ambacho ulikuwa unakifundisha? Yes, nilijiajiri kupitia nilichokuwa nakifundisha kwa sababu nimesoma kilimo na mifugo. Na baada ya hapo wakati nimefanya kwenye hiyo private, walinipeleka kupata short course India, masuala ya wanyama wasiocheua, kuku, nguruwe na sungura. Kwa sasa nilivorudi na ile knowledge, niliona sasa inanitosha tena sasa kuongeza maarifa zaidi, na wakawa wamenipangia kwamba nikafanye kazi wilaya ya Kondoa na Chemba. Wakati nipo kule nafanya kazi kule Chemba na Kondoa, nilifanya miezi 6.
nako nikaacha. Baada ya kuwa nimepata connection sasa, kuona kwamba mazingira yako sahihi sasa, kwamba na mimi sasa nimeshapata wenyeji Dodoma, naweza nikapata eneo nikajenga, nikajitegemea, nikafanya shughuli zangu. Kwa hiyo nilianza na mashine ya kutotolesha mayai, mashine ya mayai 554. Wakati nafanya utotoleshaji wa mayai yale, nikawa bado sijapata soko. Nikaanza kudisplay kuku kwenye maonyesho, yalitokea maonyesho ya Vikoba Nyerere Square. Nikachukua wale kuku aina ya chotara, nikawapeleka kwenye maonyesho yale. Watu waliwapenda sana wale kuku. Kwa sasa nikaona kwamba sasa order ya vifaranga imekuwa kubwa zaidi, ikabidi niongeze mashine ya mayai 1056. Nikaanza kutotolesha wale vifaranga. Nikimuuzia mtu vifaranga, ninahakikisha namfuatilia. Sasa kweli, yani akipiga simu kuku anaumwa, ninaenda kuwahudumia. Baada ya hapo niliona sasa napata soko kubwa sana. 2019 akatokea mashindano ya kijana mbunifu nchini na mjasiriamali. Maonesho hayo yaliandaliwa na balozi wa Uholanzi. Kwa hiyo niliibuka kijana wa kwanza taifa kwa kuonesha shughuli ninazozifanya na kwa vijana ambao tayari nilikuwa nimeshawafundisha. Kwa hiyo nilichukua tuzo hiyo, walinipa hamasa sana kwamba sasa kama nimeshakuwa kioo cha jamii niongeze nguvu zaidi. Nikanunua mashine ya mayai 1015. Kwa hiyo ulishinda kama kijana mbunifu na mjasiriamali bora. Ambao ulishinda na ilikuwa na grant ama ilikuwa? Yes, sasa kitita siwezi kukisema kwa sababu inawezekana bado kipo. Tunainspire vijana kwamba mambo yanawezekana. Yeah, of course, na historia baada ya kuacha ajira serikalini, familia ilinitenga. Walisi labda waliingia kwenye imani za kishirikina, kwamba labda nimerogwa, nimefanywa nini. Lakini sasa hivi nikikwambia kikao cha familia kiwezi kufanyika bila mimi. Na ukiangalia katika familia yetu tuko watoto 17 na mimi ndo mtoto wa mwisho, lakini mimi ndo mwenye hela kuzidi familia yote. Kwa hiyo sasa baada ya kutokea mashindano hayo nilipewa kitita fulani cha pesa ambacho kiliniwezesha sasa kuongeza kama ngapi ilikuwa? Ilikuwa 50 na kuendelea. Yes. Ndio, yeah. Kwa hiyo nilianzisha, lakini wakati nafanya shughuli hizo nilitafuta ubunifu fulani wa kuona sasa kuku wetu wa asili wanapotea. Hebu nione namna ya kurudisha wale kuku wetu wa asili, kwa sababu kuku wa kigeni walishika kasi sana. Yes, kwa hiyo ukienda kwenye hoteli unapata oda za hoteli, lakini wakikupa idadi ya kuku kusupply pale wanakuambia tutaki chotara. Kwa hiyo sasa kuna fursa sasa ya kutengeneza kuku wetu wa asili. Kwa hiyo nilienda Tabora, nikaenda Babati, nikakusanya wale kuku wa asili, nikaja nikachukua na kuku kuchi wale wa asili pia wa Tabora, nikawapandisha, nikapata mbegu fulani ya kuku. Wale sasa sikuwauza, niliendelea kuwazalisha ili wao wengi. Na mpaka sasa shambani na kuku 3000 ambao ninatoa vifaranga 2000 kwa siku kwa kila wiki. Na kutokea kupata mradi huo nimefanya na miradi mingi sana ambayo wakihitaji vifaranga. Nimefanya na World Vision, nimefanya na Crested, na sasa hivi tunavyoongea ninafanya mradi na Ecop Mkojera Project ambao wanasambaza bomba la mafuta, ambao sasa nimeingia nao mkataba wa kusupply vifaranga vya kuku wa kienyeji wa wiki 6. Sasa ukienda kuangalia, hii ni fursa kwa vijana ambayo ipo, lakini vijana hawaioni. Kwa hiyo tenda hiyo ni kuku wengi sana, zaidi ya kuku 21,000 ambayo kwangu mimi peke yangu sitaweza, lakini kila unemtafuta sasa kwamba tuongeze nguvu ili tuweze kukizi soko hilo unashindwa. Lakini changamoto kubwa ambayo naipitia ni kwamba bado nahitaji mtaji mkubwa, kwa sababu naona fursa zipo, lakini mtaji wangu bado hautoshi. Yes. Mtaji mkubwa huo ni kama kiasi gani? Yes, yani kama ikitokea nimepata kama milioni 100, yes, naweza nikakizi soko. Na soko ni kubwa ambalo ninapata kwamba mahitaji kwa siku ya watu wanaohitaji kuku ni zaidi ya kuku 250 kwa siku. Kwa siku. Kwa hiyo soko la kuku lipo kubwa sana. Yani soko la kuku ni kubwa sana. Yes. Okay. So una wito gani sasa kwa vijana ambao wako tu mtaani, wakati mwingine hata mtaji wa kuanza hata na kuku 50 wengine wanao? Ndugu, kwa kweli of course hata mimi elimu niliyokuwa nikiitoa ilikuwa ni ya kuanza na kuku 5, baada ya miezi 6 kuwa na kuku 200. Inawezekana? Inawezekana, na andiko ninalo. Kuku 5 baada ya miezi 6 kuku 200. Yes. Bana, hili inawezekana hili. Inawezekana. Hii pia nitaji challenge mimi. Nina andiko kabisa hata sasa hivi.
Linaandikwa na hilo andiko linakuelezea mpaka namna ya kuwapata wale kuku. Kwa hiyo Disemba natakiwa niwe na kuku 200. Yes, yani Disemba unakuwa na kuku 200 na hao kuku mmoja unamuza kwa shilingi 10,000 unajikuta una milioni 2. Kitu ambacho mtu mkulima wa pamba akilima heka 2 kwa ndani ya miezi 6 hawezi kufikisha hiyo pesa. Lakini wewe ukifuga kuku wako 5 ndani ya miezi 6 unaingiza hiyo pesa ya shilingi milioni 2. Of course kwa sasa hivi sasa nimeona ni fursa sana. Vijana wengi wamekuwa wakija kujifunza, kujiandaa kwa ajili ya kwenda kusimamia mashamba ya watu wengine. Kwa hiyo ninachoenda kukifanya sasa hivi, nataka nifungue chuo kama ilivyo VETA au Don Bosco, kiwe chuo sasa, kiwe halali na serikali initambue kwamba ninafundisha vijana, ninaandaa vijana ambao kesho yao inakuwa ni bora zaidi yangu mimi, kwa sababu mpaka sasa hivi nina vijana wamepita mikononi mwangu 250 ambao kwa sasa hivi wanafanya vizuri sana, na ambao tarehe 12 mwezi wa 7 bila kukosea tutakuwa na uzinduzi ambao tutakuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninafikiria kwamba sasa na wale vijana watakuwepo ili watoe kama motisha kwamba sasa huku inawezekana. Yes, lakini pia tuangalie wizara za mifugo wanakuwa wanapewa yale BBT, waanzishe miradi ya BBT ambayo sasa waangalie na vijana ambao tayari wana maarifa kidogo, kwa sababu ile mikopo imekuwa ikitolewa kwa vijana ambao hana ABC. Akikutana na changamoto ya kwanza tu anakata tamaa na ile pesa, anaamua kwenda kuanza kupiga bodaboda. Akianza kupiga bodaboda, cha kwanza anavunjika mguu, cha pili anaanza kuonesha tabia mbovu, anatembea na energy iliyochanganyikana na pombe kali. Mwisho wa siku sasa hata sio tegemezi kwa familia, anakuwa sasa tegemezi kwa taifa, kwa sababu mwisho wa siku anamaliza vitanda hospitali kule, wamelazwa kwa sababu ya kuvunjika ni pombe tu. Wewe unamchukua kijana asubuhi, namwambia nipeleke mahali fulani, akigeuka unatamani utapiki. Yani amelewa asubuhi, wakati ukiwa na kuku wako 5 kwa siku wanakula nusu kilo ya chakula, ambayo chakula hicho nusu kilo ni vitu vidogo sana ambavyo vinapatikana. Mahindi sasa hivi kilo ni shilingi 550. Mashudu ni shilingi 550. Ukichukua kilo moja ya shudu, kilo moja ya mahindi umepata kilo 2. Ukiwa na kuku 5 wanakula siku 4. Ambavyo umetumia shilingi 1000, kuku wamekula siku 4. Kwa hiyo ni vitu ambavyo natakiwa wizara pia iviangalie, kwa support vijana ambao tayari walishaanza, lakini kabla ya kwa support wakae nao, wasikilize changamoto zao, waone ni namna gani ya kuweza kuwasaidia kabla ya kuwapatia ile mikopo. Okay. Tuzungumzie hawa kuku wa milioni 1. Yes, hawa kuku sasa, baada ya kuona sasa nimekuwa na planning, watu wamekuwa sasa hivi mitandao ya kijamii imeshika kasi sana. Watu wamekuwa wakiona kuku kwenye mitandao lakini hawajawahi kuona live. Kwa sasa mimi nimeona nilete kuku aina tofauti. Nimeleta kuku kutoka Indonesia, nimechukua kuku kutoka India, nimechukua kuku kutoka Amerika. Yes, ni makundi tofauti. Nimeleta hawa kuku, lengo ni nini? Pale kwangu imekuwa kama kivutio. Watu wengi wamekuja wakiona wale kuku wa asili. Baada ya kuona kuku wa asili, mtu anakuambia nimeona huyu kuku kwenye mtandao. Kwa hiyo hawa kuku wamepata soko kubwa sana, kitu ambacho sikutarajia. Watu wananunua kwa milioni 1? Kuku wananunua kwa 900,000 mpaka milioni 1. Na watu wananunua? Yes, watu ni wengi wamenunua. Nikikuonesha kuna mtu kaweka milioni 13 kwenye account ambaye amefanya booking ya kila wiki, vifaranga nikitoa nampatia. Kuku hawa wameonekana kuwa kivutio sana kwenye hoteli za kitalii. Yes, na ni kuku ambao ni marafiki na binadamu. Ni sawasawa mimi nikikwambia mbwa manunu anauzwa 500,000, lakini mbwa koko ambaye anakulinda nje unapewa bure. Kwa nini uone utofauti? Mtu anaishi na mbwa ndani ananunua 500,000, lakini mbwa koko unapewa bure na ndiye anayelinda nje. Manunu hawezi kumuuma adui anayekuja nyumbani, lakini mbwa koko anaweza kumuuma adui. Kwa hiyo hata hawa kuku kuna njiwa wanauzwa hadi milioni 4. Kwa hiyo sio kitu cha kushangaza. Hawa kuku ni marafiki sana na binadamu. Unaweza kulala naye? Tena akitaka kujisaidia anahangaika, anatoka, akienda kishajisaidia anarudi. Labda nimchukue sasa hivi umuone, ni tofauti sana na kuku wa asili. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba huyu hata hawezi kujisaidia kitandani? Hawezi. Labda nimchukue ili umuone. Hebu nimchukue kwanza. Huyu kuku ambaye hata kitandani hawezi kujisaidia, unaweza kulala naye pia.
Bana, huyu ni kuku ambaye anaweza ni kilo ngapi by the way? Huyu anafikisha kilo 12 kwa jogoo. Yes, mtetea anafikisha kilo 8. Kwa hiyo huyu anaweza kumfanya kama rafiki yako wa ndani pale. Rafiki tu, ngoja uone. Yaani kuna namna ya kumshika. Unamuona? Hapa anatulia tu. Nikitaka kumvuna mbegu nafanya artificial insemination pia. Ninakuwa na danganya hivi. Alafu ninachukua kikopo, ninakinga sperm zake, navuta kwenye bomba la sindano, naenda napandisha kwa kuku wa kienyeji. Kwa hiyo anazaa kopi yake huyu. Yes. Na nikitoa zile mbegu nikapandisha kwa kuku mmoja, mbegu zake za mara moja zinaweza zikapandisha kuku 10. Na wale kuku wanakaa siku 15 hadi 21 wakitoa mbegu ya huyu kuku. Yes. Okay. Yeah. Kwa hiyo ni kuku wa ndani ambao unaweza kukaa kama unavolala na manunu na kabisa bila shida yoyote. Tena manunu anaweza akakung'ata, lakini huyu hapana. Apigi kelele kwa ndani. Hapana, sio na manyoya yake laini, yani rafiki kabisa tofauti na kuku wengine. Hongera sana ndugu yangu. Asante sana. Nashukuru sana. All the best. Unapatikana wapi sasa wewe? Mimi napatikana Dodoma, mtaa naishi Ndachi. Yes, lakini nimeanzisha shamba ambalo ninafundishia vijana ni Mundemu. Nina madarasa 6 ambayo yana capacity ya kubeba wanafunzi zaidi ya 1000. Yameshaanza kufanya kazi? Ndio hao sasa napata short course ya vijana 2, 3, 4. Kwa hiyo nataka kwamba nikishasajili sasa ikawa rasmi, basi naweza nikaanza hata kutoa kwenye matangazo kwamba sasa ni chuo short course. Yes. All the best brother. Thank you.